wako baadhi ya watu baada ya kusikia maneno mazuri ambayo ulama ahlus sunna wal jamaa wameyataja ya kusema ya kwamba yule ambaye ni katika ahlul qibla ni muumini, anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama atatenda machafu huyo ataingia motoni, kisha hatokaa huko milele. Baadhi ya nafsi za watu zikazembea katika kauli hii, wakadhani baadhi ya watu kwamba lau kama nitakaa katika moto muda mchache kisha nikaenda kuishi peponi milele, hili halina shaka. Mwanadamu akaishi kama yeye moto wa Allah subhanahu wa ta'ala anauweza, bali hebu wakadhana kwamba wewe utaishi siku moja tu katika moto wa jahannam, siku ambayo imepigwa mfano wake 50,000 sana, ni miaka 50,000, ndio mfano wa siku moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wewe uingie katika moto huo uweke siku moja ya akhira. Hivi unadhania kwamba utamudu siku moja hiyo? Kalla, koma, ni jambo ambalo haliwezekani, bali rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa ambayo umeyatenda. Hakuna shaka kwamba kila mwanadamu ni mkosa, kama ambavyo Rasul alayhi salatu wassalam aelezea katika hadithi ambayo ni mashuhuri, kullu bani adama khata'un, kila mwanadamu ni mkosa, wa khairul khata'in at-tawwabun, na mbora wa wale ambao wanakosea ni yule ambaye anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala badala ya kukosea. Ni wangapi katika watu ambao wamezembea katika makosa, bal la zalu musirrina alayhi, bali hawajawacha kuwa ni wenye kuendelea kufanya makosa kila siku. Yartakibu al-atham wadh-dhunub, yuko mtu ambaye kila siku anaparamia madhambi na makosa, wala ajali mbele Allah subhanahu wa ta'ala, wala nadri madha yadhunnu bi rabbih, wala tufahamu yeye adhania nini mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Haya ni katika mambo ambayo Muislamu atakiwa yeye mwenyewe binafsi atafakari baina yake yeye mwenyewe na nafsi yake, na angalie yale matendo ambayo anayotenda ni matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia, na kama ayaridhii yeye mwenyewe mwanadamu apaswa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenda yale ambayo ni mema.